Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah. Ikiwa katika mwezi wa Muharram na kila mwaka community ya Muslims kutoka Malindi huwa wanakuja wakitutembelea, na mwaka huu pia kama ada yao wamekuja kututembelea kufanya kuwakumbuka wagonjwa na kuja kutoa zawadi tofauti kile ambacho walichojaliwa. Mwaka jana pia waliwahi kuja wakatoa chakula, pia wakaweza kutupatia wheelchairs ambao 3 ambazo zimeweza kuwasaidia wagonjwa ambao mpaka saa hii zatumika. Kwa hivyo mambo kama haya huwa yakiendelea ni uzuri kwa hospitali kukumbukwa wagonjwa, kukumbukwa pia hospitali, kwa sababu hospitali kama hii ambayo tunajua ni ya public, ni ya umma na inasaidia watu wengi. Kwa hivyo mtukumbuke kama sisi ambao tuko hapa hospitali, na kila wakati jambo hili linatakana leo likiendelea isiwe ni Muharram tu peke yake, na pia katika masala ya dini nyingine pia kama kuna activities zao wasilete pia hapa, wakumbuke wagonjwa, wakumbuke staff, wakumbuke hospitali, kwa sababu hili ni jambo ambao linahudumia umma. Kwa hivyo sisi tunawashukuru sana wakiongozwa na al-Ustadh ambaye tuko hapa Shosi Zamzama maarufu na Warari, na tunashukuru sana, na nafikiri pia mwaka huu pia hawatasahau ile ada yao ya wheelchair inshallah. Kwa sababu zile wheelchair sisi tukinunua kama hospitali watu wapata kwa bei nafuu kuliko mtu akienda kununua yeye mwenyewe private. Kwa hivyo mtu yoyote, na si lazima awe katika community ya Kiislamu, mtu yoyote hata kama ni binafsi anaweza akajitolea akanifuata mimi Said Ali Said, administrator Malindi Hospital, tutamuonesha zile njia na atalipa mwenyewe na tutazipata wheelchair, tutaweza kuwasaidia. Kwa hivyo sisi tunafurahi sana kwa mtangamano kama huu na kwa support kama hii. Shukrani wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, tumekuja tena hapa Malindi Hospital kwa ajili ya kusherehekea mwaka wetu wa Kiislamu mwaka 1447. Kwa hapa mwaka jana na mwaka huu tumekuja tena. Lengo na madhumuni ni kuadhimisha mwaka, kutembelea wagonjwa na kutekeleza sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na administrator wetu Bwana Saidi. Na mambo haya huwa yana faida zake nyingi ambazo zimeelezwa na natija zimepatikana. Kwa hivyo inshallah tumekuja kwa ajili hiyo, tutembelea hapa tuwapatie dua, sababu dua ndio silaha kubwa yetu sisi kama waumini. Tuwapatie dua, tuwape zawadi inshallah. Kutoka hapa tutaelekea bila watoto. Shukran, jazakumullah. Shukran sana. Shukran. Mgeni mgari Kajikata. Tutakamilisha harakati. Kabisa. haya inshallah. Hata Jamali zake kijana huyu bwana, mashallah, afya wetu kwa baraka mwaka mpya huu 1447. Wapoze wagonjwa wote walio hapa hospitali, wape afya mzuri, wape nasiha mzuri, watoke waangalie majukumu yao inshallah taala, wahifadhi na kila balaa. Sallallahu alaihi wasallam. Sawa, asante. Tunakuja na sherehe mwaka mpya. Haya, sawa. box yako. Mwambie kabisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hapa tulipo sasa, ndugu zangu, tumefika katika odi ya wanaume. Tumetoka katika odi ya wanawake, sasa tutaingia katika odi ya wanaume ili tuweze kuombea Mwenyezi Mungu vile vile na kuwapa zawadi na kuombea mwaka mpya huu Mwenyezi Mungu wape sifa ya haraka. Alhamdulillah.
Na hapa tuliposimama, tulipokuja katika ziara hii ya hospitali kwa siku ya leo, tumepambana na huyu, amefurahi, ametabasamu alipoona ndugu zake wamefuatana wa Kiislamu wamekuja hospitali, akajua bila shaka hawa wamekuja kuangalia wagonjwa na kusaidika kupatikana afueni. Basi maal asafu shadid, ndio wamenielezea kwamba mke wake amechomeka na mafuta na karai na mafuta ya moto, upande mzima mke wake hangaliliki, amechomeka. Kwa ajili hii pia amenieleza udhaifu wake kwamba ameshindwa na kupata baadhi ya madawa ufahamu, na vile vile hajui bili itakuja namna gani, na yeye hana mbele hana nyuma, hali yake yasikitisha. Kwa ajili hii tumemwambia inshallah kwa baraka ya siku ya leo, kwa hivyo yale madawa kwamba yeye atakana, sisi tutajikaza, tutamnunulia madawa yale ambayo kwamba yeye hawezi kununua, ili tupate kumsaidia mwenzani wetu Muislamu. Inabidi ikitoka vile vile atakaa basi anza kujitolea inshallah. Kwa hivyo ni haya Muharram wetu umezaa mambo mengi, uzaa mambo mengi ya faida, mwenye macho ataona. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Napongeza ndugu zangu maustadhi waliokuja kutembelea wagonjwa, na nimefurahika katika ile huduma ya kutembelea wagonjwa, ode wanawake, ode wanaume, ode watoto, hospitali mzima wamefurahika, wamepongeza, wamesema ikiwa itakuwa ni siku zote kwetu ni furaha. Wagonjwa, madaktari, askari wote wametoa furaha. Wa hawa ni watu wana usimamizi na wana msimamo. Kwa hivyo tunashukuru kwa kipaji cha dini ya Kiislamu. Muna ukombozi na Mungu atupe ukombozi. Tumesikia raha katika hii furaha ya sikukuu mwaka kuwa wagonjwa kukumbukwa, wameona azma pia wao wako katika hali ya furaha, kumbe si wagonjwa pia tutambulika. Asanteni sana. Watawapa shifa, awape afya mzuri, awape nasiha mzuri, mtoke hapa watoto wetu hawa wote wawe na akili mzuri inshallah, wapone. Na sasa mtachukua zawadi kidogo, tutaonana siku nyingine inshallah. Sasa mama zangu maternity ward hii ni hospitali ya kina mama, ward ya kina mama ya kujifungua. Sasa huwa mara nyingi kuna restrictions hapa, hatuingie ovyo ovyo na si kila mtu anaingia. Na lengo sisi kuja hapa kama Waislamu, tunasherehekea mwaka wetu wa Kiislamu, mwaka mpya, mwaka 1447. Tunawaombea Mungu wale ambao kwamba wako karibu kujifungua wajifungue salama, na waliojifungua watoto wao wawe na afya inshallah, wakati kwa watoto wazima. Moja itatosha. Basi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah karim. Tushukuru, tungetoa shukrani zetu kwa dhati kwa kuishukuru Firqatul Sahilia ambao kwamba imepanga taratibu hizi za kila mwaka ambazo kwamba zafanyika, ambazo taratibu hizi kila mwaka zafanyika katika Malindi. Tunaziona zilipokuwa zimeanza kuanzia juzi mpaka leo. Mashaallah, tumeanza katika kupeana zawadi kwa wagonjwa hospitali kwa upande wa wanawake, wanaume, watoto, na mpaka tumalizia hapa Bakari Masudi hapa tumalizia. Kwa hivyo shukrani kubwa tumrudishia Mola Subhanahu wa Ta'ala, amuhifadhi Ustadhi Yusuf Zamzama na firika yote iliyoshirikiana naye, na hususu hawa wenye hospitali wakaweza bwana Saidi ndio wakatoa hii fikra, na alhamdulillah imeletwa hapa. Watu wote wamekuwa wamefurahika, na
Alhamdulillah, hindi kumrudishia Mwenyezi Mungu kwamba Firqatu Swahiliya yanaonekana hapa. Hatujakomea bado, tukitoka hapa tunakwenda jela ya watoto na baadaye badala asr inshallah mtayaona na mengine, na usiku mtayaona mengine inshallah. Tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, natija zimeonekana katika na mwenye mato hambiutazama. Shukran, jazakallahu khair. Alhamdulillah, tumeweza kutembelea wodi zote, ikiwa wodi ya wanaume, wodi ya wanawake, wodi ya watoto, wodi ya maternity, tukafika mpaka kwa NBU na HDU. Alhamdulillah, tunashukuru wodi zote na wagonjwa wote pamoja na staff wao pamoja na security wameweza kupata tabaruk ambao tunaweza kuletewa na Waislamu inshallah. Kwa hivyo tuwashukuru sana na Mwenyezi Mungu awakundulie, awajazie kila la kheri. Amin. Shukran sana ndugu yetu Said. Huyu ndio mkubwa wa hapa hospitali, na kila mwaka tumpa taarifa na tukija kupokea kwa shangwe, kwa furaha na tukurudisha uzuri. Na sisi pia tunamshukuru sana ndugu yetu Saidi kwa kuweza kutupokea na kutuongoza namna ya kutembea hospitali yote na namna kugawanya zile zawadi. Kwa hivyo asante sana Sheikh Saidi, na inshallah ile neno lako ulionena mwaka jana kwamba tulipokuja ilipatikana wheelchair 4 na tukaleta, na mwaka huu watu wote tutazama kwamba pia wahitaji tena zile wheelchair. Kwa hivyo inshallah wafadhili na Waislamu wote msikie habari ya hospitali, mtuletea inshallah sinti ama wheelchair, basi sisi tutakabidhi kwa wenyewe inshallah taala. Kwa hivyo kazi ndio hiyo, faida ndio hiyo, harakati ndizo hizo inshallah. Laysa al-khabaru wa rabu kwambia kal muayana. Kwa hivyo Ustadh Warari asanteni lake la alhamdulillah la ni'mati tatimu salihati. Tumshukuru Mungu subhanahu wa ta'ala pamoja na ndugu yetu Sheikh Saidi kutupokea kwa vizuri, na sisi Firqatu Swahiliya tukishirikiana na chama cha walimu kina katibu wote wako hapa. Tunasema wallahi alhamdu, inshallah umoja ni nguvu, atasamu bihablillahi jamia, na hatuna la kusema isipokuwa tusema alhamdulillah. Yote mengi yamezungumzwa, sasa sisi ni kufanya vile vile inshallah. Kama kawaida leo tutaendelea na barnamiji nyingine. share au acha tuchukue namba ya 07 habari za kufanyika asubuhi hapa. Hatuna juisi ndio vipindi kichwa. Habari zile za siku na milioni tuambiwa nani usiku na ndio jamii yetu hii. Namwambia kabisa fanya uzuri kumwambia Kinona, ataniambia mko kumwambia Yusufu. Sasa kumwambia nani? Yusufu TikTok. Nipe tishu hapo moja. Habari zimeenea kwa TikTok. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma baad, leo tuna furaha kubwa kuja kutembelea jela yetu ya watoto Malindi Children Remand Home. Hii ni jambo hufanywa kila mwaka. Hili ni jambo hufanywa na ndugu zetu wa Malindi, lakini safari hii alhamdulillah na mimi nimepata bahati kubwa kuja kusherehekea mwaka mpya wa Kiislamu na ndugu zangu wa Malindi. Nimetoka Mombasa, nimeacha shughuli zangu zote kuja kuwashajiisha ndugu zangu wa Malindi. Hili jambo ni letu la Waislamu wote, na hii ni kusherehekea mwaka wetu mpya wa Kiislamu ambao kwamba umeingia 1474 hijri, mwaka mpya wa Kiislamu inshallah.
Kwa hivyo tumekuja hapa kutembelea ndugu zetu, watoto wetu ambao kwamba ni Waislamu na sio Waislamu, kuja kuwapatia naswaha kwa siku ya leo. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie mwaka wetu mpya wa furaha, na vile vile namshukuru bwana kiongozi wetu, ndugu yangu, ustadhi wangu, imamu wangu Yusuf Zamzama kwa kujitolea, na walimu wake wote, chama cha walimu pia kushirikiana naye kufanikisha mambo kama haya yetu ya Kiislamu. Mwenyezi Mungu atawapa afya wao na wataendelea, na mwenye mato aambio tazama. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo ni siku ya neema, siku ya baraka. Kwa maanake siku ya leo tulikuwa na program mbili. Kuna ndugu zetu wale ambao ni Wakristo walikuwa wamejitolea kama mmejitolea nyinyi waje kutembelea watoto. Wameshaingia, walikuwa washaanza program yao. Tumewasimamisha kidogo. Wamekubali pia, wamesema waje, si tutasonga nyuma kidogo, wakae mbele, waendelee program yao kidogo, alafu atatupisha na sisi tutamalizia. Kwa hivyo karibuni. Mjisikie mko uhuru. Sawa, na wale pia wale ndugu zetu watapata ile message ambayo ni muhimu kwetu. Pengine walikuwa na vitu vingine ambavyo kidogo ni giza kwao, pia nao watafunguka. Karibuni. Katika nyumba ya watoto, yani remand home. Malindi Children's Remand Home. Usiwatishie wale watoto kule kwamba mnapeleka jela, hapana. Hapa tunajaribu kurekebisha. Wanangojea kesi zao. Kuna wale wengine wako na kesi kweli, wengine ni masingizio, lakini yote tunasema ni kesi. Sasa mimi kwa majina naitwa Hamisi Mwinyi Nyerere. Mimi ni staff hapa. Yaani kazi zote naweza zifanya nikiwa niko hapa. Mimi sana ni driver. But upande wa security tunasaidiana na mmoja kwa security. Karibuni. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kutujalia. Asalamu alaykum watoto. Habari ya mwana iwe nawe Mungu. Inshallah tutashukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwafikia tena kuja hapa. Kama laada mnavyofahamu, kama kaida, kila mwaka huwatwaja kuwatembelea. Wafahamu, kila mwaka twaje kutembelea tunapofikiliwa mwaka wetu wa Kiislamu. Sasa tuko mwaka 1447. 1447 ndio mwaka wa Kiislamu. Kwa hivyo alhamdulillah, kama laada kaida tuwatembelea nyinyi, na tutoka hospitali kubwa kuwatembelea, kufanya maombi na kuwapatia zawadi. Na sasa tumekuja kwenu watoto wetu wazuri ili kuwatembelea tena kama ada mwaka, kuja kupanana maneno mawili matatu, maneno ya kutia imani, maneno ya faida, pamoja na kuwapa zawadi ambazo kama zile ambazo kwamba tuliojaliwa kuwaletea kama laada, kuwapatia hizo wasaidie hata kama ni muda mchache. Kwa hivyo neno langu ambao kwamba pengine kwa mwaka huu mpya ambao kwamba unaingia, insha Allah, mimi naombea Mwenyezi Mungu, kwanza Mwenyezi Mungu awape upendo, Mwenyezi Mungu awape mshikamano, Mwenyezi Mungu awajalie akili zenu akili mzuri insha Allah taala. La mwisho neno langu, nyinyi hapa mmekaa si jela ya watoto. Hii haitwi jela ya watoto, hii huitwa ni nyumba ya kujirekebisha baadhi ya makosa madogo madogo, si jela ya watoto. Sisi tunajua nyinyi ni watoto wazuri, tena masubiriwa nyumbani kwenu, muwe mataifa wa Kenya. Wazazi wenu anawasubiri mumalize muda wenu hapa ili muendelee na masomo yenu, mupate kuwasaidia wazazi wenu. Kwa hivyo na sisi pia vile vile tuwahusia kwamba inshallah wasikizeni walimu wenu wa hapa wakubwa ambao kwamba wasimamia na kuwapatia yale maoni yao na yale mafunzo. Naomba muone na tabia mzuri. Hakuna kitu bora katika mwanadamu kama kujipamba na tabia mzuri. Tabia mzuri kiwa nayo, basi mambo yako yote tafaulu. Kwa hivyo inshallah muone tabia mzuri ili mkitoka hapa msirudi tena. Mkitoka hapa msirudi tena, muwe watoto wazuri, mvae vizuri, msikie wazazi wenu,
msitangamane na magrupu mabaya mtaani. Jengeni katika akili yenu kwamba sisi tutakaposoma tupambane na elimu, mkitoka hapa mpambane na ilmu ili muweze kuwa watu wakubwa katika ulimwengu. Kwa hivyo inshallah mpaka hapa mimi nitakoma. Naombea Mwenyezi Mungu mwaka huu uwe ni mwaka wa baraka, mwaka wa mafanikio. Mkitoka hapa mambo yenu yote yawe mazuri, na walimu ambao kwamba wako na nyinyi masaa 24 Mwenyezi Mungu na wao awape nguvu, Mwenyezi Mungu na wao atawabariki, na ndugu zetu wote waliokuja leo ambao kwamba ni Wakristo kujumuika na nyinyi pamoja na sisi leo, imekuwa ni raha kubwa. Tumejulikana grupu mbili, Waislamu na Wakristo, na grupu zote mbili neno ni nini moja. Kwa hivyo tuwashukuru pia ndugu zetu wa Kristo. Mwenyezi Mungu pia awabariki, awape amani na upendo. Wassalamu alaykum warahmatullahi. Mimi naitwa Ustadh Athman Ali Said. Mimi ndio katibu mkuu wa baraza la walimu wa madrasa hapa Kilifi County, lakini nyumbani hapa Malindi. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa siku ya leo hapa. Tumekuwa tukija kila mwaka wakati tunaadhimisha mwaka wetu wa Kiislamu. Sisi Waislamu mwaka wetu kwa tofauti na wa Kizungu. Wazungu saa hizi ni 2025. Ndio? Sisi Waislamu ni 14, ilikuwa ni 46, sasa imeingia 47. Kwa hiyo tumeingia 14, 47, leo ni tarehe 3. Tumeanza kusherehekea kuanzia juzi. Leo ndio tumalizia hizi sherehe zetu. Huwa tunafanya siku 3. Kwa hivyo katika program zetu, moja ni kutembelea watoto ambao wako hapa katika hii Children's Remand. Tulipata habari kwamba timu kutoka Catholic inakuja hapa. Yule bishop wenu Bishop yako ni rafiki yetu mkubwa sana. Sisi walimu na yeye tunakuwa na ushirika wa hali ya juu. Tuko na program inaitwa Interfaith, na hii inaonyesha kwamba sisi sote ni watu wamoja, tukiwa tunazungumzia kitu kimoja. Leo imekuwa siku ya baraka kwenye hichi kituo. Nyinyi mmekuja kuwaletea baraka, na sisi kama Waislamu pia tumekuja kuwakumbuka kuwaletea baraka. Vijana, ikiwa mnaona vile watu wazima wanakuja kuwatembelea na kuja kuwazungumzisha, inaonyesha kwamba nyinyi si watu wabaya. Na siku zote binadamu, sisi Waislamu tunasema ameumbwa ni mtu wa kukosea. Asingeumbwa kama mtu hakosei, si binadamu. Kwa hivyo asili ya binadamu ni mtu ambaye hukosea, na akikosea atakana atubie. Sawa sawa, hiyo ndio maana ya binadamu. Kwa hivyo mmependwa na jamii zote. Leo Catholics wamekuja hapa, sisi Waislamu tuko hapa, na imani na wengine pia huwa wanakuja. Kwa hivyo kwa nini wapendwa wewe? Kwa sababu wewe mtoto ndio sisi wazazi tunasema nyinyi ndio itwaje ile investment muhimu kwenu. Ndio kiekezo cha jamii katika jamii yetu. Kwa hivyo kiketi hapo ijue kwamba mzazi, sisi watu wazima tuwategemea nyinyi, ili kesho na kesho kutwa muje muwe watu ambao watashika zile nyadhifa ambazo saa hizi ziko na watu. Kuna rais ataondoka, kuna mbunge ataondoka, kuna MCA ataondoka, kuna jaji, kuna mwalimu. Hawatakaa milele. Ni exit process. Akitoka atakana mtu aingie. Kwa hivyo ni nyinyi ndio hizi nafasi ni zenu. Kwa hivyo wewe ukiwa pale nje ujipambe na sifa nzuri. Upende wenzako, upende elimu, upende mzazi. Mzazi wako ni kitu muhimu katika maisha ya ulimwengu. Kwa hivyo unapokaa hapo ujue kama wewe ni mtu wa maana sana. Tunakujali, tunakupenda. Kama kuna makosa madogo ya hapa na pale umeyafanya, uweze kuregret na uweze kujirekebisha. Hapa mahali kuna walimu wanakuja kuwafundisha, yale mafunzo muyashike vizuri, ili muwe vijana wazuri wa kutegemewa katika taifa linalokuja. Sawa sawa vijana. Kwa hivyo tumewapaletea baraka zetu zote. Mungu aweze kuwabariki, aweze kuwainua, wale wenye makosa madogo madogo yaweze kumalizika, na muingie katika jamii ili muweze kuchangia jamii vizuri. Sawa sawa. Kwa hivyo hapa nitakoma, tutamkaribisha kuna mgeni kutoka Mombasa amekuja kwa ajili ya hizi shughuli za leo. Huyu ni imamu pale Mombasa Bondeni. Fika Bondeni pale ni msikiti mkubwa, imamu wetu pale. Kwa hivyo hizi sherehe ni za ulimwengu mzima. Sisi si Malindi peke yake. Waislamu wote ulimwenguni wanasherehekea mwaka mpya wa Kiislamu. Kwa hivyo ni mmoja katika wageni wetu, wacha tusalimie na kusemesha. Karibu.
Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Amani ya Bwana iwe nanyi inshallah, mpate kubarikiwa inshallah. Nimependa kwa jina, mimi naitwa Bahero. Ni imamu kutoka Mombasa, Bondeni, Masjid North pale Bondeni, Town Center pale kuna msikiti pale Bondeni mkubwa. Niko hapo ni imamu pale. Na nimetoka kule, nimepata mwaliko wa mwaka mpya na ndugu zangu hao wamenialika rasmi kuja hapa kusherehekea na wao mwaka mpya wa Kiislamu. Nashukuru alhamdulillah. Mimi nitatoa nasaha tu kwa ndugu zetu ama kwa ndugu zangu, watoto wenzangu. Sisi pia tulikuwa kama nyinyi, tulipitia umri kama nyinyi, tumetoka huko kwenu. Tumezaliwa tukawa wadogo, miaka 6, miaka 5, 7 mpaka sasa tumekuwa wazee, mpaka tumezaa sasa, tumeshika majumba na tumezaa na watoto pia. Na hiyo umri huo sote tumepitia katika umri wa ujana. Haya ni kawaida mwanadamu. Kijana mzuri alivyosema ustadhi ni yule kijana ambaye kwamba anakuwa na tabia nzuri. Wajua mitume wote ililetwa kwa kuamrisha jamii na umma kuwafundisha tabia njema. Naam. Tabia nzuri. Kuanzia Adam mpaka Nabii Muhammad wamekuja hao kufundisha jamii tabia nzuri. Na mwanadamu yoyote katika dunia hii lazima awe na tabia nzuri. Kila mahala, ukiwa nyumbani wana tabia nzuri, ukiwa skuli wana tabia nzuri, ukiwa msikitini, kanisani wana tabia nzuri. Huwezi kuwa kiongozi wa kanisa una tabia nzuri. Haiwezekani. Msikitini ni hivyo hivyo, na vijana nyumbani lazima wana tabia nzuri. Hii ndugu zangu wamekuja hapa, mmeletwa hapa kwa sababu gani? Kufundishwa tabia nzuri na kusomeshwa elimu. Leo barabarani ni watu wangapi ambao kwamba wana madigrii wako mtaani kuzungusha kadi za simu? Leo ni ndugu zangu wangapi leo ni maprofesa, hakuna kazi, wanafanya kazi za kutafuta kibarua kila mahali. Lakini ile elimu yako ni yako mwenyewe, itakusaidia katika maisha yako. Siku yoyote ambapo kwamba wewe utakwenda mahali kuongoza, una elimu yako, utakuwa mwongozi katika elimu yako. Kwa hivyo elimu ndio kitu cha kwanza. Kitu cha kwanza Mtume Muhammad, Profesa Muhammad aliambiwa ikra, soma, ikra, soma. Soma ni yoyote. Bismi rabbika alladhi khalaq. Soma kwa ajili ya Mwenyezi Mungu wako aliyokuumba. Soma. Ni Kizungu, ni Kiarabu, ni Kiswahili, ni Kisomali, ni lazima usome. Ule pilot alipeleka ndege mwanzo mpaka ameenda kusomea, ndio akapeleka ndege lile kubwa la watu 2000 akatukua, yeye akaongoza katika anga. Ni masomo. Dereva wa meli ni hivyo hivyo, ni kusoma. Dereva wa basi ni kusoma. Dereva wa madrasa, dereva yote, mwalimu wa madrasa wote ni kusoma. Kwa hivyo lazima kusoma ndio kitu cha kwanza. Hata Mtume aliambiwa kwanza soma. Ukisoma ndio utajua kila kitu. Kwa hivyo ndugu zangu, watoto wenzangu, nyinyi wanangu, mimi na wazani wote hapo. Mimi ni baba yenu. Kwa hivyo muwe na tabia nzuri mkitoka hapa, mmetoka na discipline nzuri, mwe watoto wazuri inshallah, mwe baadaye mwe marais, madokta, mawaziri, MCA, wabunge, ili mshike tabia nzuri. Wana sote hapa tulikuwa watoto, ngani sisi sasa hivi tuongoza. Tulikuwa kama nyinyi. Tulikuwa tabia nzuri, mambo yako yatakuwa mazuri. Kwa haya machache, Mwenyezi Mungu atubariki sote. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, tunashukuru sana kwa neno la ndugu zetu. Mimi nisahau pia kutaja jina langu. Jina langu ni Man Shosi. Nickname yangu ni Zamzama. Ni Zamzama, imamu wa Jamia Mosque, na vile vile katika hii grupu ni organizing secretary wa Council of Muslim Teachers and Preachers. Hiyo ndio zeo ambao ninao mimi. Nimesimama kuonesha mfano ambao kwamba ni mzuri, ili watoto wetu hawa pia ndio wataiga, watachukua picha namna gani. Kijana tetu huyu ni Sadi Rashid Sadi. Huyu ni kijana amepitia kwenu, amepitia kama nilivyopitia nyinyi hapa katika hii chumbani. Alipopita chake kidogo kigumu tukutu asikii, lakini alipowekwa wiki 2 hapa, basi amerekebisha tabia yake, na hivi sasa ninamwambia ni mwalimu, asomesha madarasa, na hivi ninamwambia ana chombo nyumbani, ana mke, mama ashazaa na ana mtoto. Unaona, yote hiyo amefaulu. Nyinyi sasa mkiwa mfano kama huyu, mkiamua mkitoka hapa, basi mtafanya mambo mengi kabisa. Tuko tayari inshallah.
Sasa tutafanya maombi, ama kabla ya maombi labda yote kima mama uko pale ngumu hapa, kisha tutamaliza kabla ya kuomba. Napenda kwa muhimu tupate mmoja atoe shukrani zetu, alafu ndio tupate maombi. Sawa. Mawili matatu. Karibuni tena siku nyingine. Hapa tuko na watoto 17, lakini naona tumebakia na 10 hapa. Kuna wengine tumefungia hapa ndani kulingana na utaratibu wetu wa kikazi. Kuna wale ambao tunaweza ruhusu wakoe hapa na wale ambao wako ndani. Kwa hivyo pia mnaruhusiwa, kama mnaweza kuongelesha pale kwa mlango, unaweza enda wapatie mawili matatu, alafu ndio asante. Bwana wangu Muhammad Yobo, tunashukuru alhamdulillah kwa siku ya leo kufika hapa ilipofikia. Ndio tumemalizia alhamdulillah kukutana na ndugu zetu pia hapa, watoto ambao kwamba wapo mahali kama hapa, na ndugu zetu wa Kristo ambao kwamba tumekutana na wao kama sisi tukiwa Waislamu na wao wakiwa Kristo, na wao pia walikuwa wamefanya ziara kuwatembelea. Kwa hivyo tunamrudishia shukrani Mwenyezi Mungu, atubariki katika nchi yetu ile amani, atuondolee maradhi mabaya, atuondolee chuki na hasadi katika nyoyo. Amina. Atuondolee chuki na hasadi katika nyoyo zetu, tuweze kupendana sote katika jamii mbili baina ya Waislamu na Wakristo. Tunajua sote malengo ni mamoja, Mungu ni mmoja. Kwa hivyo tuweze kupendana, na Mwenyezi Mungu ajalie nchi yetu iwe na amani, na wale wagonjwa Mwenyezi Mungu awasahilishie, wale wako majela Allah ambao kwamba wana makesi mazito Allah waepushie na watoke, na wale ambao kwamba wana mabadiliko inshallah ya udhaifu. Sote tuna udhaifu, kila mmoja ana udhaifu wake. Allah atuongoze katika mwaka huu mpya ambao umeingia 1447. Allah tutengezee yetu yote yawe mapesi inshallah. Amina ya rabbil alamin. Amina rabbil alamin. Wa salatu wassalamu ala rasulillahi karim. Awape fahamu nzuri, Mwenyezi Mungu awape inshallah kurakibika, mkitoka hapa muwe wafalme wa ulimwengu, muongoze taifa. Kwa hivyo inshallah mjirekebishe yale makosa madogo madogo ambayo kwamba mliofanya, mkitoka msaregee tena ndugu zangu, sawa sawa. Na tumewaletea zawadi liko hapo inshallah, masabuni na kila kitu mtatumia polepole. Kwa hivyo kwa haya atasema asanteni, wassalamu alaikum warahmatullahi, mubaki na amani na Mungu abariki. Alhamdulillah, tayari. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, amma ba'd. Tushukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah, sherehe zetu zimekwenda vizuri za furaha inshallah taala. Leo sasa hii ndio tutatoka jela ya watoto kuwazungumzisha na kuwapa naswaha na kuwapa zawadi. Hivi tumemaliza sherehe yetu, imekoma hapa. Tutasubiri sherehe sasa ya alasiri ambako Madibu Mtani, Goma la Panga, na vile vile sherehe ya usiku ya maulidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mimi nawatakia nyote mnaoangalia, kuwatakia mwaka wa faraja, mwaka wa baraka. Mwenyezi Mungu atufungulie kila la kheri katika mwaka huu, kila lilofungika zito Mwenyezi Mungu atujalie inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.